Na bila shaka hujambo na karibu sana popote pale ulipo. Ni Ijumaa nyingine, karibu ili tuweze kutangaza habari usiku huu wa leo. Mimi naitwa Juma Mohamed, utakuwa nami kwenye kutazama habari zile kubwa za kitaifa sambamba na habari za kimataifa, bila kusahau upande wa biashara na uchumi, na kwenye upande wa habari za michezo na burudani Esther Mtebi atakuja hapa kutujuza. Endelea kufuatilia matangazo haya kunako mitandao yetu mbalimbali ya kijamii. Mimi naitwa Juma Mohamed, ungana nasi kuangaza habari hizi za usiku wa leo kutoka hapa Channel 10+. Karibu. Serikali imezindua rasmi utekelezaji wa bima ya afya kwa wote katika mkoa wa Tabora, ikiwa na lengo la kuhakikisha wananchi wote wanapata huduma bora za afya kwa gharama nafuu, ambapo katika awamu ya kwanza jumla ya kaya 15,858 zimepangwa kunufaika na huduma hiyo. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Adela Moses kutoka mkoani Tabora. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, mganga mkuu wa mkoa wa Tabora Daktari Honorata Dr. Tunesibwa amesema kuanzishwa kwa bima hiyo ni hatua muhimu ya serikali katika kuhakikisha wananchi wanapata huduma za afya zenye ubora, heshima na weledi. Utekelezaji wa sheria ya bima ya afya kwa wote na kanuni zake za mwaka 2024 umeanza rasmi tarehe 26 Januari 26, ambapo ikiwa ni ahadi ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliahidi kwamba ndani ya siku 100 za utawala wake tutaanza utekelezaji wa sheria ya bima ya afya kwa wote, na sisi tumejipanga kuhakikisha huduma za afya zinakuwa bora. Kwa upande wake, meneja wa NHIF mkoa wa Tabora Adam Salum ameomba ushirikiano kutoka ngazi zote za uongozi na jamii kwa ujumla ili kuhakikisha zoezi la uandikishaji linafanikiwa. Kama mfuko wa taifa wa bima ya afya, tunaomba tupate ushirikiano kutoka ngazi zote. Tumejipanga kuendeleza na kufanya uzatiti wa upatikanaji wa bidhaa za afya. Awali akizindua zoezi hilo, mkuu wa wilaya ya Nzega kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Tabora Bi Naitapwaki Tukai ametoa rai kwa wakazi wa mkoa huu kujiandikisha kwa wingi katika huduma ya bima ya afya kwa wote, sambamba na kutoa maelekezo ya serikali kwa watumishi wa afya mkoani hapa. Waganga wakuu wote wa halmashauri zote ndani ya mkoa wa Tabora kuboresha sehemu zote za huduma kwa ajili ya bima ya afya kwa wote. Isitokee mgonjwa yoyote anaenda pale ana bima yake mkononi, alafu unamwambia kanunue dawa duka la dawa, itakula kwako. Hii ni awamu ya kwanza ya uzinduzi wa bima ya afya kwa wote, ambapo kimkoa imefanyika hapa katika wilaya ya Nzega mkoani Tabora. Adela Moses, Channel 10. Na kutoka huko mkoani Tabora tuelekee mkoani Ruvuma, ambapo makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Emmanuel Nchimbi amesema njia nzuri na ya pekee kuendelea kuwaenzi mashujaa wa vita vya Majimaji pamoja na waasisi wazalendo wa taifa ni kutekeleza kwa vitendo dhana ya kufanya kazi kwa bidii, kulinda rasilimali, kupambana na rushwa, ujangili dhidi ya wanyamapori na madawa ya kulevya. Tupate taarifa zaidi. Dr. Nchimbi ametoa rai hiyo wakati wa kufunga tamasha la kumbukizi ya miaka 120 ya mashujaa wa vita vya Majimaji mjini Songea mkoani Ruvuma, ambapo ameitaka jamii kushirikiana na shirika la makumbusho ya taifa kuanzisha makumbusho katika maeneo yao ili kuhifadhi historia nzuri ya nchi. Pamoja na kushindwa vita na baadhi yao kunyongwa, mashujaa hawa walipanda mbegu ya utaifa, uzalendo, ushupavu, amani na upendo katika jamii yetu. Mbinu na strategia walizotumia mababu zetu hawa ndizo ambazo zimeboreshwa na kuendelezwa na kuwa mbinu za kisasa za kulinda mipaka na rasilimali za taifa letu. Awali akizungumza katika shughuli hiyo, naibu waziri wa maliasili na utalii Hamadi Hassan Chande amesema mikakati ya serikali ni kuendeleza vivutio vya malikale, historia na makumbusho kama sehemu ya uchumi na kukuza utalii nchini. Kwa nitoe wito pia kwa wananchi wenzangu wilaya na mikoa yote mliopo, tuenzi historia zetu kama hizi. Vita ya Majimaji si historia ya kawaida, ni simulizi ya ujasiri, umoja na kujitoa kwa hali ya juu kwa wananchi wa makabila mbalimbali walioungana kupinga ukandamizaji wa wakoloni. Kwa upande wake, chifu wa kabila la Wangoni Kosi wa Mankosi Zulu Gama amesema mashujaa wa vita vya Majimaji walishinda vita dhidi ya Wajerumani licha ya kuwa na silaha duni, huku wadau wakieleza namna watakavyotumia fursa hiyo kutangaza utalii. Alikodi majeshi ya kukodiwa kutoka Sudani, Wanubi wao waliingilia magharibi
wakati Wajerumani wanaingia huku mashariki. Kwa mzunguko huo, Wangoni wakajikuta wako katikati ya vita hiyo. Fahamu biashara ya utalii ni biashara pendwa kwa watalii ambao wanakuja nchini kwetu, na tumeona kwamba kuna haja sasa ya kujengea uwezo ili waweze kutambua bidhaa zao na kuziweka katika hali ya ubora zaidi. Tamasha la kumbukizi ya miaka 120 ya mashujaa wa vita vya Majimaji limehudhuriwa na machifu kutoka Afrika Kusini, Zimbabwe, Malawi na viongozi mbalimbali wa serikali. Mimi ni Hamisi Mkotia wa Channel 10. Na sasa tulekee huko Pakistani, ambapo Pakistani imefanya mashambulizi makubwa ya anga yaliyolenga miji kadhaa ya Afghanistan, ikiwa ni Kabul, Kandahar, Paktia usiku wa kuamkia hivi leo. Tuungane na msimulizi wetu Lulu Ali kwa taarifa hiyo. Mashambulizi hayo yamelenga miundombinu ya serikali ya Taliban na sehemu kadhaa kwenye eneo la mpaka wa mataifa hayo. Kutokana na mashambulizi hayo, waziri wa ulinzi wa Pakistan ametangaza kuwa nchi hizo mbili sasa ziko katika vita vya wazi, huku kwa upande wake Afghanistan ikisema imefanya mashambulizi ya kulipa kisasi dhidi ya miundombinu ya kijeshi ya Pakistan. Uhusiano kati ya mataifa hayo umekuwa na mashaka kutokana na mzozo wa muda mrefu, ambapo Pakistan inashutumu Afghanistan kwa kushindwa kudhibiti makundi ya wanamgambo yanayofanya mashambulizi ndani ya taifa hilo, madai ambayo Taliban imeyakanusha. Lula Ali, Channel 10+. Naam, asante Lulu Ali. Kwingineko tunaambiwa kuwa mvua zinazoendelea kunyesha mkoani Tanga, huku zikiambatana na upepo mkali, zimesababisha adha ya ukosefu wa huduma ya umeme kwenye baadhi ya maeneo mkoani humo baada ya nguzo za umeme kuanguka, hali ambayo inasababisha shughuli za wananchi kukwama kwa muda. Kutoka Korogwe tuungane na Ernest Mbezi, anatujuza zaidi kuhusiana na habari hiyo. Baadhi ya maeneo yaliyokumbwa na changamoto hiyo ni pamoja na wilaya za Handeni, Kilindi na Korogwe. Na hapa mhandisi Flavianus Biarugaba ambaye ni meneja wa TANESCO wilaya ya Korogwe anaongoza timu ya mafundi iliyoweka kambi kwenye laini ya umeme ya kutoka kituo cha Kasiga katika kuhakikisha huduma ya umeme inarejea kwa wananchi. Korogwe kama ilivyo senta ya wilaya za Kilindi, Lushoto na Handeni ndiyo inayopokea umeme na kusambaza kwenye maeneo ya wilaya mbalimbali zilizotuzunguka. Kwa hiyo tumefika mahali hapa tangu jana usiku tulivyopata taarifa mida ya 2:00 kwamba mahali hapa nguzo zimeanguka. Tulianza jitihada za mara moja kuhakikisha wananchi wanapata umeme. Wakielezea hali hiyo ya mvua iliyopelekea nguzo kuanguka na kusababisha changamoto ya ukosefu wa huduma ya umeme, baadhi ya wananchi wamesema pepo ulitulia, kukashuka kimweko kutoka juu, kikaja kikashuka na ule waya wa umeme. Ndio maana ukaona zile nguzo mbili pale zimefanyaje, zimeelemea. Baada ya hapo hizi waya ambazo zimebaki hapo kwenye nguzo hizi mbili zikawa zinachomana zenyewe, zinapiga shoti mpaka ndio maana unaona vile zimetoka kwenye nini, vikombe. Nilituasili kwa kipande kikubwa kwa sababu pia ilikuwa ni tukio la kushtukiza. Kwa hiyo tukio lilivyotokea linatokana na issue ya mvua kuwa kubwa na maji kuwa mengi. Na sisi kama wananchi tukaona isiwe bure, tusaidiane na mafundi tuwaletee angalau maji ya kunywa ili hii kazi iende kufanyika kwa spidi na sisi tuweze kupata huduma. Hata hivyo, katika kutatua changamoto ya nguzo za umeme kuanguka kutokana na mvua, shirika la umeme Tanzania TANESCO linaendelea na zoezi la kuondoa nguzo za miti na kuweka nguzo za zege, hatua ambayo inatajwa kuboresha hali ya upatikanaji wa huduma ya umeme kwa wananchi. Jitihada ni kubwa, na hata kule barabarani wakati tunakuja tulipoona tumeshasimika nguzo nyingi katika maeneo mbalimbali kwa kutumia nguzo za zege. Na huu mpango wa kuhama kutoka kwenye hizi nguzo ndio tunaoendelea nao kama TANESCO Korogwe na sehemu mbalimbali. Lengo ni kuhakikisha umeme huduma ya umeme kwa wananchi wetu inakuwa ni ya uhakika. Kutoka wilayani Korogwe mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbezi, Channel 10. Aya, asante sana Ernest Mbezi. Tukaangaze habari nyingine. Tunaambiwa kuwa baraza la madiwani halmashauri ya wilaya ya Serengeti mkoani Mara imepitisha bajeti ya shilingi bilioni 61.1 kwa mwaka wa 2026-2027 kwa ajili ya miradi ya maendeleo, huku baraza hilo likiwataka watumishi wanaohusika na ukusanyaji wa mapato kubuni mbinu bora za kukusanya kodi kutoka kwa wafanyabiashara katika eneo hilo. Taarifa zaidi na Musa Makali. Akiwasilisha makisio ya bajeti ya mwaka 2026-2027, afisa mipango wa halmashauri ya wilaya Serengeti Wilfred Mwita
amesema bajeti hiyo ni ongezeko la 18% kutoka katika bajeti ya mwaka 2025-2026. Mapendekezo haya makisio ya bajeti hii kwa mwaka wa fedha 26-27 ni sawa na ongezeko la 18% ikilinganishwa na bajeti ya mwaka 2025-26 ambayo ilikuwa ni shilingi bilioni 51 na milioni 936. Kwa niaba ya mkurugenzi mtendaji ya halmashauri ya wilaya ya Serengeti, tunaliomba baraza lako kupokea na kutuidhinishia matumizi ya kiasi cha shilingi bilioni 61,117 milioni 499,965. Upande wake makamu mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Serengeti mkoani Mara Elias Mirengo amewataka watendaji kwenda kukusanya mapato kikamilifu katika eneo hilo pasipo kuanzisha migogoro isiyokuwa na tija bali kwa maslahi ya halmashauri hiyo. Na tuko imara kuhakikisha tunasimamia mapato yetu ya ndani, maana tusipokusanya mapato hatuwezi kutekeleza miradi ya maendeleo, maana vipo vyanzo vingi viko kule tunakotokea, hususan minada, tunajua uhalisia. Ni lazima afisa biashara na halmashauri kwa maana ofisi ya mkurugenzi iwe na data ya wafanyabiashara wote katika halmashauri yetu, ili tuweze kujua wafanyabiashara wangapi tunao na wanalipa kiasi gani. Tuwe na mkakati wa maksudi hasa baraza hili kwa kuunda task force, tuwe committed na ukusanyaji wa mapato. Jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel 10. Asante Musa Makali. Tukaangaze habari nyingine ambayo pia tuko nayo siku hii ya leo. Wanawake wa Wizara ya Ardhi wanatarajiwa kuendesha kliniki maalum ya wanawake katika mikoa mbalimbali kuelekea maadhimisho ya siku ya wanawake duniani yenye lengo la kutoa elimu kuhusu haki za wanawake. Tupate taarifa zaidi kuhusiana na habari hiyo. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, naibu katibu mkuu wa wizara hiyo Lucy Kabiemela amesema kliniki hiyo itaanza Machi 2 hadi 7 mwaka huu, ambapo pamoja na mambo mengine itatoa elimu ya haki ya umiliki ardhi na kutoa huduma nyingine ikiwemo hati miliki kwa wale watakaokuwa wamekidhi vigezo. Amesema mila na tamaduni za baadhi ya makabila nchini zimekuwa zikitoa fursa zaidi kwa wanaume kumiliki ardhi, lakini serikali ilifanya maboresho ya sera hiyo kwa kuondoa vikwazo vinavyoathiri haki sawa ya umiliki wa ardhi kwa makundi yote. Lakini tutatoa pia elimu kuhusiana na taratibu sahihi za ushughulikiaji wa masuala haya migogoro. Sasa kama mgogoro umeshafika mahakamani, hatuwezi kurudi nyuma na kuendelea kushughulikia. Lakini wakati mwingine pia tulikuja kugundua kwamba hata watu wanapoenda mahakamani huwa kuna maeneo ambayo wanakosea. Mtu anaweza kujikuta amekosa haki yake, sio kwamba hana haki, lakini kwa sababu tu amekosea taratibu. Ebilusi amesema kwa sasa ni 28% tu ya wanawake Tanzania bara ndio wanamiliki ardhi, wakiongozwa na mkoa wa Singida. Mkoa wa Singida wamefika 48%, lakini kuna baadhi ya mikoa kama Dar es Salaam pia nao wanafanya vizuri, wako zaidi ya 30%. Lakini takwimu niliyotoa 28% nimesema ni wastani kwa nchi nzima. Kisa Mwepiana, Channel 10. Na huko mkoani Geita, wilaya ya Nyang'hwale mkoani Geita imeendelea kuchukua hatua za makusudi kuendeleza ufugaji wa samaki kwa kutumia mabwawa, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa kuongeza uzalishaji wa mazao ya uvuvi na kuinua uchumi wa wananchi. Taarifa zaidi tuungane na Mrisho Sadiki kutoka mkoani Geita. Akizungumza kwenye kikao cha halmashauri kuu ya CCM wilayani humo, mkuu wa wilaya Nyang'hwale Grace Kingalame amesema serikali imejipanga kuweka mazingira rafiki yatakayowezesha wananchi kushiriki kikamilifu katika shughuli za ufugaji wa samaki. Baadhi ya mafanikio yaliyopatikana katika kipindi cha kuanzia mwezi Januari hadi Juni ni pamoja na uhamasishaji wa uchimbaji wa mabwawa ya kufugia samaki katika kata za Nyijundu na Busolwa, ambapo hadi sasa kuna jumla ya mabwawa 7 ya kufugia samaki, na kati ya hayo mabwawa 3 wanafugwa sato na mabwawa 4 yanafugwa samaki aina ya kambale. Wajumbe wa halmashauri kuu ya CCM wilayani humo wamesema miradi hiyo ikianza uzalishaji itakuwa na mchango mkubwa kwa wakazi wa wilaya hiyo. Kini faida ambayo tutaipata sisi wananchi wa Nyang'hwale, faida ya mabwawa yale na samaki wale, wananchi wetu watapata kwanza biashara, watafanya biashara kupitia samaki wale, lakini pia hata kukula kwa maana ya kitoweo.
Samaki sasa hivi tunategemea sisi paka zitoke Mwanza Busisi. Walete wale wauzaji, machinga walete pale ndio tununue, lakini kupitia hayo mabwawa tunaweza tukapata samaki sisi kwa urahisi sana. Juzi tulipata wanunuzi kutoka Shinyanga sehemu moja wanaopaita Sorwa. Walikuja kuchukua vifaranga vya 600 vya sato lakini. Mwenyekiti wa CCM wilaya Nyang'hwale Alhaji Adam Tore ameipongeza serikali kwa utekelezaji mzuri wa ilani ya CCM, huku akiwaonya baadhi ya watu wanaokwamisha shughuli za maendeleo. Sisi tukubaliane letu moja. Anayetaka kutukwamisha badala ya kutukwamisha sisi akwame yeye. Hiyo ndio habari ya mjini. Na lazima tujue sisi ni watu wa kuchaguliwa. Huwa tunapimwa kwa mazuri yetu. Kutoka Nyang'hwale, mimi ni Mrisho Sadik. Na kwingineko tunaambiwa kuwa wasuluhishi wa mzozo kati ya Marekani na Irani unaohusu mpango wa nyuklia wa Tehran wamesema kuwa mazungumzo yaliyofanyika mjini Geneva yamekamilika bila makubaliano, ingawa kumekuwa na hatua kubwa. Kwa upande wake, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbasi Araghchi ameyasifu mazungumzo hayo, akiashiria awamu nyingine ya majadiliano yanayotarajiwa kufanyika hivi karibuni. Irani inaitaka Marekani kuachana na matakwa yasiyotekelezeka ili mazungumzo yao yapate mafanikio. Kunahitajika umakini na kuzingatia uhalisia wa jambo hilo. Tukitoka hapo tukaangaze taarifa nyingine ambapo serikali imekabidhi gari la kubebea na kuinua nguzo kwa shirika la umeme TANESCO, shirika la umeme Tanzania kwa maana ya TANESCO, yenye thamani ya shilingi milioni 290 ambalo linatarajiwa kuwezesha kutoa huduma za umeme wilaya ya Chamwino mkoani Dodoma. Taarifa zaidi tuungane na Kuringe Mongi. Akikabidhi gari hilo kwenye ofisi za TANESCO katika wilaya ya Chamwino, mkuu wa wilaya hiyo Bi Janet Mayanja akatoa maagizo kwa viongozi wa TANESCO wilaya. Chombo hiki kitatumika kwa matumizi yaliyokusudiwa na uboreshaji wa huduma unaenda kuimarika na wananchi wataenda kuendelea kuifurahia matunda ya serikali ya awamu ya 6 Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa pia namwagiza meneja wa TANESCO wilaya ya Chamwino Engineer Judith, muhakikishe kwamba chombo hiki mnakitumia vizuri, mnakifanyia service, mnakitunza kwa gharama yoyote ile. Nao baadhi ya viongozi wa TANESCO wakaweka wazi umuhimu wa kupatikana kwa gari hilo, huku uongozi wa Chama cha Mapinduzi ukiahidi kutoa ushirikiano wowote ili kuhakikisha wananchi wanapata huduma. Gari hii inakuja kuongeza ufanisi wa namna ya kuwahudumia wateja wetu wa wilaya ya Chamwino. Kumekuwa na changamoto nyingi zinazohusiana na vitendea kazi, hasa magari, ambako kumepelekea tuweze kukodi baadhi ya magari ili tuweze kutoa huduma. Sasa ongezeko la gari hii mpya yenye thamani ya shilingi milioni 290 inakwenda kuongeza ufanisi na gari hili litakuwa ni kitendea kazi muhimu sana, kwa sababu nature ya mazingira yetu ya hapa Chamwino yapo scattered. Maana tunahudumia almost kama kilomita 8869 ambayo kiukweli kutokuwa na chombo kama hichi inakuwa ni changamoto, na hususan kipindi kile cha mvua. Na kama kuna jambo lolote meneja unakwama hapa, magari yote yako site, unataka kukimbia sehemu, gari ya chama ipo. Shughuli ndio hizo jamani. Njoo chukue, nenda kafanye kazi za wananchi, sababu sisi wote tunawatumikia wananchi. Kutoka hapa Dodoma ni Kuringe Mongi. Asante Kuringe Mongi kutoka jijini Dodoma. Na sasa tuelekee tukatazame habari huko nchini Kongo, ambapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Marekani zimetiliana saini ya makubaliano ya ushirikiano katika sekta ya afya yenye thamani ya dola za Kimarekani dola bilioni 1.2. Chini ya makubaliano hayo yanayoonyesha Marekani itaipa Kongo dola milioni 900 katika kipindi cha miaka 5 ambapo zitatumika kusaidia Kongo kupambana na ukimwi, kifua kikuu, malaria, vifo vya mama na mtoto na magonjwa mengine ya kuambukiza. Makubaliano hayo ni sehemu ya ushirikiano wa Marekani na nchi za Afrika katika sekta ya afya, ambapo tayari mataifa 19 yamesha saini makubaliano ya aina hiyo, ambayo ni mbadala wa programu za afya zilizokuwa chini ya shirika la maendeleo la kimataifa la Marekani USAID ambalo limefungwa.
Naam, kwa sasa tukaangaze habari nyingine na tuelekee huko Pemba ambapo Jumuiya ya Uhifadhi wa Misitu ya Jamii Zanzibar JUMIJAZA kupitia taasisi ya Terra Global imeendelea kuboresha shughuli za uzalishaji wa vitalu vya miche ya miti mkoa wa Kusini Pemba, hatua inayolenga kuimarisha uhifadhi wa misitu na kuongeza wigo wa upandaji miti katika maeneo mbalimbali ya mkoa huo. Taarifa zaidi na Masanja Mabula kutoka Pemba. Kupitia mpango huo, JUMIJAZA imekuwa ikitoa mafunzo na vifaa kwa vikundi vya hifadhi juu ya namna bora ya kuandaa vitalu, kuchagua mbegu bora na kutunza miche hadi kufikia hatua ya kupandikizwa shambani. Wakizungumza baada ya kukabidhiwa vifaa hivyo, viongozi wa kamati za hifadhi mkoa wa Kusini Pemba wameeleza shukrani zao kwa JUMIJAZA kwa mchango wake endelevu wa vifaa vitakavyosaidia utayarishaji wa vitalu vya miche ya mikoko. Tunashukuru sana JUMIJAZA kwa sababu ni jumuiya tulioichagua sisi wenyewe kwa ajili ya kuisimamia misitu yetu tunayotaka kuingia katika biashara ya hewa ukaa, kwa sababu ilikuwa tunapanda mikoko katika kuatika chini, lakini sasa hivi tutapanda mikoko kwa kutumia vitalu, kwa sababu ilikuwa tukipanda kutokana na ardhi wadudu walikuwa wanavila. Ili tunashukuru sana kwa kupata msaada huu na tunaamini kupitia JUMIJAZA shughuli hizi zitakwenda kama ilivyopangwa. Kwa kweli tunafurahi katika jumuiya hii kutuletea vifaa vya upandaji wa mikoko au miti katika shehia yetu kwa ajili ya uhifadhi wa miti. Kwa upande wao, viongozi wa JUMIJAZA wamesema vifaa vilivyotolewa vitasaidia kuongeza ufanisi katika utayarishaji wa vitalu vya miche ya miti kwa ajili ya kupanda katika maeneo ya hifadhi, jambo ambalo litasaidia kurejesha uoto wa asili na kuongeza thamani ya misitu. Na tunaamini kwamba vifaa hivi vitatunzwa na vitafanywa kazi kwa mujibu wa mafunzo tuliowapatia. Na jamii tunaomba iwaunge mkono hii hofma iliyopo katika sheria zetu ili tupate miche mizuri zaidi na tuhifadhi misitu yetu kwa makini zaidi. Kupitia wataalamu wetu wa idara ya misitu wametuelekeza namna vifaa bora ambavyo kwa vinahitajika, hasa upande wa vifuko polythene kwa ajili ya uatikaji wa mbegu za mangrove. Kwa hivyo tumefuata ushauri wao wa kununua polythene za nchi 3 na zile za nchi 4. Zote zinaendana kulingana na aina ya mbegu ambazo kwa zinahitajika kutumika. Kwa hivyo ni Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Naam, asante sana Masanja Mabula kwa taarifa hiyo ambayo inatuhitimishia habari za kitaifa na habari za kimataifa. Kwa sasa tupate mapumziko mafupi, tukirejea hapa tutakuja kuangaza zaidi kunani katika habari za biashara usiku huu wa leo. Endelea kubaki na Channel 10 Plus.